Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natukua nafasi hii kwa mukhtasar kuelezea yale mambo yaliyotokea kwenye ikulu ya rais, ambapo kwamba maimamu wameweza kutembelea ikulu ya rais na kukutana na rais. Kuna mambo tumeyakuta, tumeona tuyaseme hivi mapema kwa sababu sisi tumeatiwa uongozi na kuwakilisha viongozi wa Kiislamu na majukumu tuliyopatiwa kama alislam, kwa kuwa ni miaka takriban 46 tunashughulikia masuali ya madrasa na walimu. Kuna hili jambo lililotokea la watu kukutana na rais, si jambo baya. Kiongozi yoyote, dini yoyote, anaweza kuwaita watu wake akakaa nao kujadili yale ambayo kwamba yanatakana kujadili kuendeleza jamii na mustakbali wa nchi. Lakini sababu ya kutoa hii video ni kusikitishwa na viongozi wetu wa Kiislamu. Nyinyi mumeitwa na rais, mumeenda, alikuwa mkae musikie kuna lipi linatakana kujadiliwa. Rais atakutuambia nini? Ama kama nyinyi ndio mmeambiwa mzungumze yale mwataka kwa rais. Lakini kugeuza sehemu ya mikutano kwa ajili ya jamii ya Kiislamu na mashehe kugeuzia mahala pa siasa. Tumesikitika sana kusikia maimamu na mashehe kupiga kelele ya tutam na kusema kwamba wao watakuja kuhubiri tutam. Rais tumpenda, tumkubali na tushukuru kwa harakati zake, kwa sababu Uislamu umetulazimisha kumtii rais na kumpenda kwa yale ambayo kwamba anayafanya. Lakini misikiti si sehemu ya siasa, wala viongozi wa dini hawafai kuonekana kwenye mrengo fulani. Wewe waje kusema tutam, utakuja kumtolea darasa nani msikitini huko wakati ushaonesha msimamo wako? Hii misikiti yetu tuwasikitika itakuja kugawanyika kwa ajili ya wewe shekhe, wewe ustadhi, wewe kiongozi uliyeitwa kwa lengo lingine, ukageuza malengo ya kupigia kampeni tutam. Huku utakuja kutoa darasa kwa nani? Utamhubiria nani? Watu wakigawanyika misikitini, kuna one term, kuna two term, kuna three term, hapa utafanya nini? Utawaweka vipi watu sawa kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah? Twapinga vikali na twakejeli hatua ya mashehe maimamu kuweza kutukuliwa kufanya nguzo za siasa na kugeuza misikiti yetu kwamba itakuwa ndio sehemu ya siasa. Twamwambia rais, sera yako, bidii yako na utendakazi wako ndio utakufanya uwe rais wa mara pili, ama kama kuna zaidi ya mara pili. Na isipokuwa hivyo, kampeni za mashehe kwenye darasa za Ijumaa na kwenye makamu na mimbar hazitakuletea faida kwenye jamii wala kura kwenye jamii. Sisi Waislamu hatuibi kwa kampeni wala hatuibi kwa siasa. Tunaangalia sera na utendakazi, ukiwa ni mzuri, hata bila kuenda mbio wala kugharamika wala kutuita ikulu wala kutuita wapi, utaona mambo yamekwenda sawa na watu wote watakuunga kwa kutenda kazi na uadilifu. Kwa Waislamu, kwa wasiokuwa Waislamu, kwa vijana, kwa wazee, kunapokuwa na uadilifu na usawa na haki, basi kura zitaweza kupatikana. Lao si hivyo, basi siasa za watu na kampeni za watu na mashehe kusema two term na one term, hizo hazitaleta natija yoyote katika jamii yetu ya Kiislamu na katika uongozi wa Kiislamu yetu. Pili, Uislamu watulazimisha ukweli, na kama tumekwenda kumpaka rais mafuta kwamba tutakupa kura kumbe tumhadaa, Uislamu hautaki urongo na kupeana ahadi soko za ukweli. Uislamu nakataa. Na kama pale tumekwenda kupiga kampeni kisha baadaye zile senti ambazo kwamba watapewa mashehe, watapewa kwa ajili ya kampeni ya kusema tutam, hiyo ni rushwa, ni rongo, ni uhongo, na Uislamu umekataza hongo. Ameelaniwa mwenye kutoa hongo na yule ambaye kwamba atapokea hongo. Namna kama hiyo, na viongozi wingi wa Kiislamu tumegomea kwenda tukichelea kampeni kama hizo. Kuna maimamu wingi wako kwenye miji yetu walokwenda hata ni robo ya wale viongozi wa Kiislamu na maimamu kwa kuogopea kampeni. Sisi ni watu tunatakikana tuwe katikati. Kesho nchi ikitokea lolote zuri ama namna yake, watu wanakuja kwetu, tunaweka sawa. Wanapokhtalifiana, wanapovutana, wanapokosana kupitia siasa, sisi viongozi wa Kiislamu ndio wenye kuweka sawa, kwambia juu ya kuwa kuna siasa, kuna na dini yetu, kuna na Uislamu. Kwa hiyo haifai kwetu sisi kujionesha kama namna ya urengo kama hunu. Tunakataa misikiti yetu kuwa ndio sehemu ya kampeni, na mashehe hao watakapokuja kufanya kampeni kwenye misikiti, tutapinga vikali jambo hilo la kugeuza misikiti yetu kuwa sehemu ya siasa ya rais ama mtu yote yule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.